Bwana Yesu asifiwe. Bwana, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii ya kuja kujumuika kwenye jambo hili. Nikushukuru sana Bwana Clement Mzize, lakini niwashukuru pia wanahabari kwa kujitokeza, maana tupo wote muda mwingi sana, lakini sisi hatuchoki kuonana. Nianze kwa kusema yafuatayo. Mimi binafsi yangu waga naamini sana sehemu niliyotoka. Yaani hata watu ambao wananizunguka wanaamini ni jinsi gani niko very proud na mahali ambapo natoka. Mara nyingi hata ukiangalia kuna interview zangu nikikaa na watu wanapenda sana kuwa proud na sehemu niliyotoka. Kwa hiyo kwenye jambo hili kwanza mimi nimpongeze sana Clement Mzize kwa sababu ameamua kuwa proud na sehemu ambayo ametoka. Regardless ni wapi, sehemu gani, lakini yeye amekuwa very proud na sehemu ambayo ametoka. Hiko ni kitu ambacho kizuri kiukweli kwa sababu watu wa Iringa ama wana Iringa walikuwa na tunu na wakaipa zawadi kwa Tanzania, na hatimaye na yeye naye anajaribu kurudisha fadhila hizo ama kutoa respect hiyo kule ambapo walimuonesha na walimkuza. Kwa hiyo ni jambo kubwa, ni jambo zuri. Binafsi naamini ni jambo ambalo linaenda kuwapa heshima wana Iringa, lakini pia kuwarudishia furaha ambayo imepotea baada ya muda mrefu. Tukumbuke Lipuli mara ya mwisho ni 2019 sijui ndio walitoka kwenye walishuka daraja. Kwa hiyo nadhani hii inaenda kuwarudishia michezo, inaenda kuwarudishia ladha ya NBC Premier League na zaidi ya ligi nyingine, kwa sababu kuna wachezaji wa ligi kuu atakuwepo wengi, lakini pia kuna mchezaji Oscar kutoka ligi ya Misri naye atakuwepo. Maana yake tunapata ligi ladha ya NBC Premier League, lakini pia ladha ya ligi tofauti duniani. Tunajua thamani ya ligi ya Misri. Kwa hiyo ni jambo kubwa, lakini pia nadhani ni muda wa Wanairinga wao kama wao nao kufeel kwamba kuna vitu vikubwa ambavyo wako navyo vya kujivunia katika nchi hii. Tukianzia na swala la kuwa na mchezaji mkubwa kama Clement Mzize ambaye kwa sasa ni gumzo Tanzania, Afrika, na tumeshuhudia kuna vilabu vingine nje ya Afrika vilikuwa vikimhitaji, lakini kwa sababu ya ukomavu, ukubwa wa klabu ambayo yupo kwa sasa tumeweza kumretain na tupo naye. Kwa hiyo mimi nadhani wana Iringa wanacho kikubwa sana cha kujivunia. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo tunabidi tulipokee wana Iringa, na tukumbuke dunia sasa hivi huwa waliobarikiwa wanakuwa na hizi tendencies za kutoa zaidi kuliko sisi ambao hatujabarikiwa, na nashangaa kwa nini tunakuwa tujifunzi kwenye ile sisi na nani. Mimi nachukiaga mambo ya wingi au ya huko unabarikiwa peke yako, sema mimi ambaye sijabarikiwa, si ndio bana? Ila tupo wengi waliobarikiwa wachache, waliobarikiwa wachache kuliko wewe hujabarikiwa basi kuliko mimi ambaye sijabarikiwa. Kwa hiyo huaga hatunaga tendency ya kutoa, sijui umeelewa? Hatuna, sema sina mseke wingi kwenye shida zako. Wewe sema wewe mmoja, sina tendency ya kutoa. Kwa nini ushirikishe watu wote kwenye shida zako? Basi sawa, sina tendency ya kutoa. Hapo umefurahi? Hapo sawa. Miraji wewe utoe kile? Mimi natoa. Wewe tu. Bwana sawa bwana. Kwa hiyo mimi niseme kuna hili jambo la kurudisha kwa jamii, tukiwa na utaratibu huu ni utaratibu mzuri, inabidi na sisi tujifunze ama mimi nijifunze kutoa, kwa sababu unapokuwa unatoa Mwenyezi Mungu anakubariki zaidi, kwa sababu ukiwa unatoa kuna watu ambao wanafikiwa. Sasa wale ambao wanafikiwa wao wanakuombea zaidi na wanatamani uendelee kupata ili uweze kupokea. Kwa hiyo nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hili jambo. Binafsi mimi nimekuwa na faraja sana kuona nimekuwa pati ya hiki kitu. Na katika mechi hiyo ama katika siku hiyo ama tamasha hilo litakofanyika tarehe 12 mwezi wa 7, nadhani itakuwa ni mapumziko ya ligi. Kutakuwa ligi imeshaisha. Sawa, tupo tumerelax. Kwa hiyo nadhani akili, attention yote itakuwa tena kwenye habari za matamasha kama hayo. Nadhani kwa wana Iringa hili ni jambo letu, sisi tutakuja, tutahakisha Iringa inachangamka, Iringa inasimama, Iringa inawamba kweli kweli, na kila lililojema litafanyika. Basi mimi sitakuwa na maneno mengi, kama mwenzangu hapa bwana Miraji ambaye alifanikiwa kupata kuongoza ligi kwa status ya viwansi, na leo sasa hivi vipi kule pia kutakuwa na ile rank ya ligi. Atupo kwenye ligi hapa. Atupo kwenye. Hilo ulimtaja Chama. Buba mbona hujasema? Mbona unamtaja Buba baada ya Okelo? Buba mbona hujasema? Dirisha dogo na ana numbers kuliko mchezaji yote. Winga moja, winga Okelo, winga Buba. Namba 10 Chama. Basi limeisha hilo. Tunawakaribisha wana Simba, wana Yanga, vilabu vingine vyote tunawakaribisha muje. Hili ni jambo la kitaifa, ni jambo la wana Iringa. Kwa hiyo tunawakaribisha, na cha mwisho cha kumalizia, umji bwana kuna matajiri wanatikisa sana.
na nasikia wanatokea huko, wanahitaji wale Kariakoo Wakinga, si ndio? Nasikia Iringa. Sasa mimi nataka Wakinga muoneshe jeuri yenu kwenye hili swala. Yaani huyu bwana nataka muoneshe kama kweli Iringa kuna watu wana hela. Yaani mnataka mlishike ili jambo liwe la kwenu na waoneshe kwamba wana Iringa tunarudisha nyumbani kwetu, Wakinga muungane Kariakoo huko. Nasikia mnatamba mnatuletea jeuri kweli mjini. Sasa onyesheni jeuri kwenye hili tamasha Wakinga. Mimi yangu ni haya. Asante sana Baraka, nashukuru Mungu. Sasa Mzize ungerudi hapa. Sijai kufika Iringa uje Mzize. Sijai kufika Iringa kabisa. Ukaone sasa palivyo pazuri ndugu yangu. Sema leo tutakuandalia tu ulanzi pembeni kidogo afu nyama kwenye ndio sasa si mgeni lazima aandaliwe vitu. Tunasema twende tukaone, sio kulivyo vizuri. Yaani kulivyo vizuri. Twende tukaone Iringa ilivyo vizuri. Hapo vizuri ndio tutaanza kuandalia. Hakuna sehemu nzuri mimi sijafika kaka. Ndio Iringa hujafika. Ndio nimekwambia tutakuandalia ulanzi na nyama. Ulanzi nini? Pembeni. Ndio utaenda kuona sasa kitu kinaitwa ulanzi. Ukinywa kwanza lazima miguu iwe imekaza. Sinywi. Unipati kaka. Kitu ni mdomoni kikafanya shughuli mguuni. Unipati kaka. Tuendelee kaka. Sasa jamani, kabla ya kufunga tumesema hapa tunaenda Iringa kwa ajili ya kuwashika mkono. Na sehemu ambayo tunaenda kushika mkono katika mkoa wetu wa Iringa ni mojawapo ya hospitali ya Iringa ambayo nitapeleka kifaa kinaitwa ultrasound. Madokta wenyewe wanajua vizuri hicho kifaa. Ni kifaa sasa unapeleka? Yeye makofi. Ni kifaa ambacho kitasaidia wamama wajawazito, watu mbalimbali, kwa sababu ni kifaa kizuri ambacho utaangalia ni nini kinakusumbua na vitu vingine. Ni kifaa kizuri kiukweli. Kwa hiyo nitapeleka katika moja ya hospitali Iringa. Madokta wanatusaidia hapo. UTI kwenye ultrasound inaonekanaga au ina kipimo chake? Lakini jambo zuri umefanya. Hicho ni kitu cha bei sana hicho. Shukrani. Mungu akujalie na akuzidishie inshallah. Na kingine ambacho tutaenda kukifanya katika mkoa wa Iringa, tutachagua shule moja, nitaenda kujenga vyoo vya shule ambayo kidogo nitaona shule ina changamoto kidogo ya vyoo. Nitapeleka msaada huo wa kujenga vyoo vya shule moja wapo katika mkoa wa Iringa. Na mwisho kabisa nitaingia kwa wanangu wa bodaboda. Hao siwezi kuwatupa, siwezi kuwasahau kabisa, kwa sababu wenyewe wanajua mimi Iringa pale ndugu yangu uzuri. Mimi unajua nilikuwa star toka Iringa kabla sijaja. Ndio maana kwa mimi kwa nilikuwa Zonzi. Sio nasikitika. Ndio wana story ya bodaboda hapo. Kwa hiyo nitakuja na bodaboda ni star kwa sababu anakuwa anasafirisha mtu wa mtu. Okay. Twende kwenye bodaboda hapo Mbona umeshika katikati? Ndugu zangu wa bodaboda tutakuwa pia na kabla ya kitu tunachowafanyia ulisema wewe ulikuwa bodaboda Mimi nilipokuwa bodaboda nilikuwa napaki kijiwe cha aina yoyote mkoa wa Iringa. Popote wewe kama. Popote ilikuwa ni kambi. Kwa mtu maarufu sana. Na walikuwa wananipokea na mteja akija wananiambia pakia, pata hela nenda. Kwa sababu ilikuwa ni mtu wa watu na watu wengi wa bodaboda wanajua katika mkoa wa Iringa. Sio kwamba najisifia, ila ndio ukweli upo hivyo. Nitakuja kwa wanangu wa bodaboda, tutakuwa na niliu ya kujaza mafuta katika pikipiki zenu. Nitawapa helmet pia ndugu zangu wa bodaboda kwa sababu ya kujistiri, kwa sababu mimi nilikuwa sivai, lakini kuna siku nilivaa helmet na nikapata ajali, kichwa kilivyopiga chini, lakini ile helmet ilinisave. Kwa hiyo nakumbuka hicho kitu. Kwa hiyo nitawaletea na wanangu wa bodaboda helmet ya kuvaa katika kujistiri tukiwa tunaendesha hivi vyombo vya moto. Kwa hiyo utanunua health za kutosha kwa bodaboda. Za kutosha kuwapa wanangu wa bodaboda. Kwa hiyo mtupokee wanangu wa bodaboda. Nimewakumbuka sana wanangu. Nikija lazima nitachagiza, si unajua tena. Lazima kidogo nipige kidogo misele nini na nini. Ili unajua hauwezi kutupa ulikotoka. Lazima ukumbuke kidogo wakati unaendesha wakati unaendesha. Na kingine ni kuhusu sasa page ambayo kila kitu ambacho kitafanyika katika hili tamasha au vitu ambavyo vitakuwa vinaendelea, kuna page ambayo tumeshaiandaa na tayari iko Instagram ambayo inaitwa kama Mzize Foundation. Utaona pale Mzize Foundation, washike mkono. Kwa hiyo tutaitangaza hii leo na tutaposti na tutaitagi hata kwenye page yangu. Hata ndugu yangu Wali hapa atanisaidia pia kuitagi hiyo account ili watu waijue. Mambo yote ya kuhusu ili tamasha yatapatikana katika hiyo page. Kwa
Niwashukuru sana ndugu zangu na asanteni sana. Na naamini wana Iringa tunakuja kufurahi, tunakuja kuenjoy kwenye mkoa wetu wa Iringa. Na mambo mengine mbalimbali yataendelea na wengine tutabaki Iringa sababu itakuwa likizo ya ligi yetu itakuwa hiyo sasa usijiamulie. Sisi tutajua utakuwa wapi mwezi wa 7. Bwana, ndugu zetu waandishi wa habari tunawashukuru sana, lakini kama alivyozungumza ndugu yetu Miraji mara moja, nyie ndio wenye hili jambo. Hayuko Mzize, hayuko Oscar, hayuko Miraji, siko mimi, hayuko mtu yoyote hapa akalifanikisha hili jambo pasina vifaa vyenu vya kazi. Kwa hiyo tunawategemea sana kulipeleka jambo hili kwa Watanzania. Tunawategemea sana kutoka leo mlizungumze, mlichambue pia hili jambo. Mzize amezungumza vitu vitatu vya maana sana hapa. Wamejitolea wao kama taasisi, wanakwenda kununua ultrasound kwa ajili ya wagonjwa pale Iringa, especially kina mama. Amezungumza hapa wanakwenda kujenga vyoo. Sisi ambao tuna watoto wanasoma tunafahamu umuhimu wa vyoo visafi mashuleni. Tunafahamu umuhimu wa vyoo visafi mashuleni. Asilimia kubwa ya maradhi ya watoto wadogo wanayapata katika vyoo vya shule kama vinakuwa sio visafi. Sababu watoto ni ngumu, unaweza kumcontrol darasani, lakini anapokwenda sehemu ya kujisaidia huwezi kwenda nayo. Kwa hiyo ukipata mtu anajitolea anakwenda kujenga vyoo vya kisasa, ni jambo la kumpongeza. Sio faida ya siku moja, pale pia anakwenda kutengeneza afya za wadogo zetu kwa muda mrefu. Lakini la tatu, amekumbuka pia jamii yake ya bodaboda. Bodaboda, kitu muhimu zaidi kwenye bodaboda yako